Katavi Mining Company is one of the huge company in our region. They are here since 2012, where they began construction and investing about 100. Katavi Mining Company ni kampuni tanzu, wako hapa tangu mwaka 2012 walipoanza kuwekeza, na wamewekeza zaidi ya dola milioni 120 ambazo zilitumika kusimika mitambo hapo mwanzo. We have been collaborating with them in different aspects, and they have been adhering to government laws. Na ni moja ya makampuni makubwa hapa Mpanda na Katavi, na wanafuata kanuni na sheria katika utekelezaji wa kazi zao za uchimbaji wa madini. Imani yangu baada ya kikao hiki kifupi, Katavi Mining na wawekezaji wenzao pamoja na serikali tutakuwa wamoja katika kutekeleza shughuli za uwekezaji. Partners and for us. So karibuni sana Katavi, na karibuni sana kuweza kuwekeza na Katavi Mining. Changamoto iliyopo mojawapo ni kubwa ni matumizi yetu ya generator ambayo yanatugharimu kwa kiasi kikubwa, na kutumia faida kubwa ambayo tunaipata ambayo pengine ingeweza kukuza kampuni yetu na pia kutoa kiasi kikubwa sana cha faida kwa serikali. Tunafahamu kwamba shirika la TANESCO liko katika hatua za mwisho za kuhakikisha kwamba tunapata umeme ambao ni wa grid, ambao una gharama nafuu ambayo itaweza kufanya utendaji wetu wa kazi kuwa ni wenye efficiency kubwa zaidi na kuongeza faida, na pia kutuwezesha sisi sasa kulipa kodi ambayo ni kubwa. Kupatikana kwa umeme huu wa grid pia kutasaidia ili dhumuni letu na kutaka kuongeza uzalishaji. Nimeshaongea na chairman wa Katavi Mines kuhusiana na leseni za kati za uchimbaji. Tuna leseni 15 za uchimbaji hapa Katavi, leseni za kati. Lakini leseni ambazo zinafanya kazi ni leseni 4 tu. Na hizo 4, kati ya hizo 4, 3 ni za Katavi Mines. Sasa walikuja ofisini kwangu ambao chairman pamoja na delegation yake wakaniomba kwamba hizi na zenyewe wako intention kuzipata hizo, na tayari wameshapata leseni moja ya Mkwamba, lakini wanahitaji kupanuka zaidi. Kwa hilo, kwa niaba ya tume ya madini, mimi nimeshalipeleka kwa CEO wetu, na nafikiri litaenda vizuri, wataenda na maongezi vizuri, hilo litafanyika vizuri. Upande wa Katavi Mining tuliweza kuwapa hiyo huduma, tuliweza kujenga hiyo line, lakini tunategemea kwamba mwisho wa mwezi huu line hii itatoka hapa Mpanda kwa station mpaka Katavi Mining, ambao sasa pale wataweza wao walipewa ile jukumu la kutengeneza ile substation yao. Substation upande wa Katavi Mining tayari wameshaijenga, labda kama nikamalizia vitu vidogo vidogo, lakini kwa upande wa TANESCO wao tayari washawapa hizo substation, na tuko tayari sisi kwamba wakishamaliza sasa wao tuweze kuwasha umeme kule kwao. Lakini hilo litafanyika baada ya TANESCO kwenda kukagua. Lazima tufanye inspection kwenye hiyo substation yao, japo wao wana kandarasi wao, lakini lazima tutakagua kwa upande wa kule kwao. Lakini kwa mwezi wa 5 mwishoni, Inyonga Power Station wale watoto walitaka kuwasha kabla ya hii mwisho wa mwezi huu, kabla, yani kwa maana kama tarehe 22 kesho. Sasa tumeweza kusogeza mpaka mwisho wa mwezi huu ili angalau pale Power Station ya Inyonga tuweze kuwasha umeme. Lakini kwa upande wa Mpanda Power Station, kwa upande wa grid line tunategemea kuwasha huu mwezi wa 6 mwishoni. Kwa hiyo Katavi hao watu wao basi tunaomba wanapokuwa na mipango yao ya operation, ku expand operation, basi waweze kuturudisha mapema tuweze kuweka kwenye budget kwa ajili ya kuweza kutuma head office TANESCO tuweze kuwahudumia. Nashukuru sana.